Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Marekani imewashutumu Wahouthi kuwa miongoni mwa makundi ya kigaidi ambayo yanaungwa mkono na Iran. Licha ya kwamba Iran imekataa mara kadhaa juu ya kuliunga mkono kundi hilo, ikisema kwamba kundi hilo limekuwa likijipanga lenyewe na kufanya mashambulizi katika meli za Kimarekani na zile zinahusishwa na Israel. Hata hivyo, juu ya hili kumekuwa na mkanganyiko na maswali mengi juu ya Iran kushirikiana na kundi hili la Wahouthi. Lakini je, kuna uhusiano wowote kati ya kundi la Wahouthi pamoja na Iran? Endelea kuwa nami wakati wote ni kujuze kwa mapana. Marekani imeendeleza mashambulizi yake dhidi ya Yemen, kujeruhi watu na kusababisha uharibifu mkubwa baada ya kuamuru kampeni ya mashambulizi ya makombora dhidi ya Wahouthi ambayo hadi sasa yameua takribani watu 53 tangu Jumamosi ya wiki iliyopita. Rais Donald Trump wa Marekani amesema ataiweka Iran kuwajibika kwa mashambulizi yoyote ya kundi hilo dhidi ya meli katika bahari ya Sham. Harakati ya Iran na Wahouthi wa Yemen kwa muda mrefu imekuwa washirika, sehemu ya mhimili wa upinzani wa kikanda dhidi ya Israel na Marekani. Ni nukuu kupitia Al Jazeera, moja kati ya mashirika makubwa ya habari ulimwenguni. Walakini, kiwango cha uhusiano kati ya Wahouthi pamoja na Iran hubishaniwa. Wengine huwaona Wahouthi kama wakala wa Iran, huku wengine wakiwaona Wahouthi kama kundi linalofaa kwa Iran lakini kundi huru. Kwa mujibu wa maoni yake ya umma, Rais wa Marekani Donald Trump anaanguka katika kambi ya kwanza, akisema kwamba Wahouthi ni kundi ambalo linafadhiliwa na Iran. Washington itaona kila risasi inayorushwa na Wahouthi kama risasi iliyofatuliwa na Iran ambayo inaweza kuleta matokeo mabaya, alisema Rais wa Marekani Donald Trump baada ya kuliweka kundi hilo katika miongoni mwa makundi ya kigaidi ambayo Marekani wakati huu imeamua kulishambulia kwa nguvu zote. Lakini yote haya yanajiri baada ya Wahouthi kujibu vikali juu ya mashambulizi yaliyofanywa na Marekani. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei hata hivyo alisema siku ya Ijumaa ya wiki iliyopita kwamba nchi yake haina haja ya kuwa na washirika na kwamba Wahouthi wanatenda kwa maslahi yao binafsi. Lakini kumekuwa na swali, je, hawa Wahouthi ni akina nani? Kundi hili linajulikana rasmi kama Ansarullah, yani wafuasi wa Mungu. Wahouthi ni vuguvugu la kisiasa na kijeshi ambalo liliibuka katika miaka 1990 lakini lilipata umaarufu wa kimataifa mnamo mwaka 2014 walipochukua udhibiti wa mji mkuu wa Yemen, Sanaa. Baada ya miezi kadhaa ya mapigano na serikali ya Yemen na vikosi vingine, muungano wa kijeshi huo uliongozwa na Saudi Arabia kwa usaidizi wa Marekani na Umoja wa Falme za Kiarabu, miongoni mwa wengine, uliingilia kijeshi dhidi ya Wahouthi ambao walipambana kwa jasho na damu na hatimaye kutawala eneo la robo tatu ya nchi ya Yemen. Lakini kundi hilo bado linadhibiti Sanaa, kama kuna lolote limeimarika zaidi katika muongo mmoja uliopita. Tangu kuanza kwa vita vya Israel dhidi ya Gaza, Wahouthi wamekuwa wakishambulia meli zenye uhusiano na Israel zinazopita Bahari Nyekundu na kushambulia Israel kwa makombora na ndege zisizokuwa na rubani ili kuishinikiza Israel kukomesha vita vyake dhidi ya eneo hilo lililozingirwa. Lakini je, Iran inawapa msaada gani Wahouthi wa kijeshi? Inadaiwa kwamba Teheran imeunga mkono hadharani kundi la waasi wa Yemen kwa miaka mingi, lakini linakanusha moja kwa moja kuwapatia silaha za hali ya juu ambazo zimetumika katika mapigano katika miaka michache iliyopita. Wahouthi wanasema wanatengeneza silaha ndani ya ardhi, na wanasema kwamba kama Sanaa na Yemen yenye wakazi wengi kaskazini magharibi wamechukua hifadhi ya silaha iliyoachwa nyuma na serikali ilipokimbia kusini. Lakini pia Marekani imedai kwamba katika nchi ya Yemen hakuna eneo ambalo linatengenezwa silaha na kwamba Wahouthi hawapati silaha popote isipokuwa nchini Iran, na ni baada ya kufanya uchunguzi wa hali ya juu katika kulifahamu kwa mapana kundi hili la wapiganaji wa Kihouthi. Marekani imekuwa na wasiwasi mkubwa juu ya kundi hili na wakati huu imeamua kuongeza vitisho kwa Iran, ikisema kwamba kama Iran itaendelea kuipatia silaha kundi hili la Wahouthi, basi Marekani itaweza kuishambulia nchi hiyo wakishinikiza kama nchi ya kigaidi. Kundi hilo limejaribu kubadilisha sekta yake ya utengenezaji wa silaha na kutengeneza silaha nyingi zaidi ndani ya nchi, huku kwa kiasi fulani likitegemea sehemu zinazoagizwa kutoka nje.
Israel ilisema kuwa kombora la Wahouthi lililoanguka katika eneo lake Julai mwaka 2024 na kuua mtu mmoja na kujeruhi wengine kadhaa lilikuwa ni ndege isiyokuwa na rubani iliyobuniwa na Iran. Mamlaka ya Wahouthi walisema walipanga na kutekeleza makombora wao wenyewe na Iran haikuwa katika kitanzi wala haikuhusika. Jopo la wataalamu wa Umoja wa Mataifa pia lilisema mwaka uliopita kwamba Wahouthi walipata mafunzo kutoka nchini Iran na kundi la Lebanon la Hezbollah na kwamba Wahouthi hawana uwezo wa kuendeleza na kuzalisha bila msaada wa kigeni mifumo changamano ya silaha. Nchi za Magharibi hata hivyo zinashikilia kuwa Iran imehamisha silaha na teknolojia za makombora ya balistiki, makombora ya cruise na ya aina mbalimbali za drone, na hivyo Wahouthi wakabadilisha chapa na kuionekana kwamba ni makombora ambayo hayakutoka Iran. Pia wanadai kuwa jeshi la walinzi la mapinduzi ya Kiislamu ya Iran limewafunza wanajeshi wa Kihouthi na kuwashauri masuala mazima ya kijeshi. Marekani imedai kuwa Wahouthi pia wamejaribu kununua silaha na sehemu zao kupitia makampuni nchini China, huku wakifanya kazi na kupata makombora ya kivita kutoka nchini Urusi, huku kukiwa na anguko la vita vya Moscow nchini Ukraine. Lakini je, Iran na Wahouthi wako karibu kidiplomasia kwa kiwango gani? Wanadiplomasia wa Iran mara kwa mara huwakaribisha maafisa wa Kihouthi na vyombo mbalimbali vya habari vya serikali ya Iran vinasifu kundi hilo kama mwanachama muhimu katika mhimili wa upinzani unaoongozwa na Tehran. Pande hizo mbili zilikuwa na mawasiliano mara kwa mara wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Yemen, huku Iran ikilaani mashambulizi ya muungano dhidi ya Yemen, huku kukiwa na mzozo mbaya zaidi wa kibinadamu duniani. Wahouthi waliongeza mashambulizi yao dhidi ya muungano huo baada ya mauaji ya mwaka 2020 ya Marekani ya Qasem Soleimani, jenerali mkuu wa Iran na mbunifu mkuu wa mhimili huo. Inadaiwa kwamba kiongozi huyo ndiye ambaye alikuwa akihakikisha Wahouthi wanasalia kuwepo na wanafanya kila iliwezekanalo kwa ajili ya mapambano. Lakini swali lingine ni je, itikadi za Iran na Wahouthi zinafanana kwa kiasi gani? Wahouthi wanajulikana kwa kutumia matamshi sawa ya kijiografia na kisiasa kwa Iran, kuunga mkono kanuni za mapinduzi ya Kiislamu ya Iran na mfumo wa kisiasa wa Iran umewaathiri sana. Walakini Wahouthi wanatofautiana na uanzishwaji wa Iran kwa njia nyingi. Wahouthi kwa kiasi kikubwa wanafuata masomo ya zaidi ya Uislamu wa Ushia ambao unatofautiana na Ushia unaotekelezwa huko nchini Iran. Tamaduni ya zaidi imekuwa Yemen kwa zaidi ya miaka 100 na Wahouthi wanajiona kama sehemu ya urithi huo na wamekuwa kikaboni kama harakati za ndani badala ya mradi wa kigeni. Kundi hilo pia limeweka malengo huru ya kisiasa na kijeshi kama vile kupata udhibiti wa Yemen iliyoungana na kupigana na uingiliaji kati wa kigeni haswa wa Marekani na Israel. Wahouthi wameonyesha nia kuishambulia Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu kwa kuzingatia malalamiko ya Yemen, hasa yale yanayohusu mashambulizi ya anga na vizuizi vilivyoangamiza wakazi wa eneo hilo. Wakati fulani wamepuuza ushauri wa Iran pamoja na wakati walitangaza kusitisha mapigano na kufanya mazungumzo na Saudi Arabia, na ilikuwa ni mwaka 2019 wakati Tehran iliaminika kuunga mkono upinzani wa kijeshi. Basi mtazamaji, bila shaka umeweza kulifahamu kundi hili la Wahouthi ambao linadaiwa kufungamana na Iran na jinsi walivyokuwa na uhusiano. Lakini kimsingi kuna baadhi ya maeneo kundi hili la Wahouthi la nchini Yemen limekuwa likishirikiana na Iran, lakini kwa upande wa kijeshi baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba kuna uwezekano Iran ikawa inatoa mafunzo kwa kundi hili la wapiganaji wa Kihouthi na hata pia kutoa silaha, licha ya kwamba inadaiwa wanazalisha silaha na zingine hununua. Kwa hivyo huenda hizi ambazo zinanunuliwa huenda zikawa ni kweli zinanunuliwa nchini Iran, ama Iran ikawa inatoa kwa uhuru na bure kwa taifa hilo la Yemen kuwapatia Wahouthi. Lakini kuna baadhi ya itikadi za Iran hazifungamani na kundi hili la wapiganaji wa Kihouthi. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote kupitia The World News.